Lakini ni swala ambalo linahusiana na Damaro bila shaka. Yes. Pengine kwa kidogo ni inahusiana na nini hasa, pengine watu wafahamu. Sasa kwa sababu lipo ndani ya kamati, labda nikitoka ndani ya kamati naweza nikazungumzia. Sije nikazungumza jambo alafu nikaingilia mamlaka ya kamati. Lakini huyu Damaro ni kwamba mnamshtaki Damaro, mnaishtaki Yanga au Singida Black Stars au ni kitu gani? Hapana, sisi hatujasema tumemshtaki nani, lakini sisi tumeraise concern kuhusiana na utaratibu uliofuatwa kwenye usajili wa mchezaji huyo. Kwa hiyo zaidi labda nikitoka kwenye kamati naweza nikatoa mwongozo nini kinaendelea kuhusiana na Damaro. Sawa. Tofauti na hicho pia. Bwana, hapa ni makao makuu ya TFF kama ambavyo kaona logo hizi ambazo zinaonekana hapa ni ofisi kabisa za TFF ambayo tumeshafika kama ambavyo unaweza kaona, lakini kikubwa zaidi ambacho kimetuleta hapa ni kuweza kupata taarifa mbalimbali. Leo kuna kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji imekuja kwa ajili ya kusikiliza mashauri mbalimbali ambayo yapo hapa, na kikubwa sana ni kuhusiana na masuala ambayo yanaendelea kuhusiana na Damaro na Simba ambao wameleta malalamiko yao hapa TFF kwa ajili ya kufahamu kuhusiana na uhalali wake wa kucheza ndani ya klabu ya Yanga. Na kikubwa sana kama mnaweza kuona kule mbele, inawezekana ni sura ambayo hata muifahamu sana, lakini huyu ni mwanasheria wa klabu ya Simba ambaye yuko hapa kama mnaweza kuona ni wanasubiria kuingia TFF kwa ajili ya kikao, na kubwa zaidi ni kuhusiana na swala la mchezaji Mohamed Damaro. Sasa Hosea Chamba ni mwanasheria wa klabu ya Simba, huyu ambaye unamuona hapa. Inawezekana ukubahatika kumuona maeneo mengine, lakini huyu fahamu ni mwanasheria wa klabu ya Simba. Nataka ni fahamu tu kwa uchache kuhusiana na kinachoendelea sasa hivi, angalau tufahamu kilichowaleta hapa TFF kwa mbali kidogo, kama ataweza kuruhusu kuongea maneno machache tu Hosea Chamba kuhusiana na sakata hili ambayo inazungumzwa. Sasa Chamba, habari ya muda huu? Salama boss. Mambo yanaendaje? Safi. Upo hapa TFF, pengine tutaka tufahamu kitu ambacho kimekufanya kuwepo hapa, maana kuna mambo mengi yanazungumzwa kuhusiana na madai ya Simba na malalamiko mengine kuhusiana hasa na Damaro kuhusiana na kucheza ndani ya ligi ya Tanzania kama raia wa Tanzania au mzawa. Hii ikoje kuwepo hapa TFF? Tumeandika waraka huko TFF na bahati nzuri wameutilia maanani. Tumeitwa leo ndio tumetii wito. Sasa sijui ndani yuko tutapewa maelekezo gani kwa sababu hatujaingia. Lakini ni swala ambalo linahusiana na Damaro bila shaka. Yes. Pengine kwa kidogo ni inahusiana na nini hasa, pengine watu wafahamu. Sasa kwa sababu lipo ndani ya kamati, labda nikitoka ndani ya kamati naweza nikazungumzia. Sije nikazungumza jambo alafu nikaingilia mamlaka ya kamati. Lakini huyu Damaro ni kwamba mnamshtaki Damaro, mnaishtaki Yanga au Singida Black Stars au ni kitu gani? Hapana, sisi hatujasema tumemshtaki nani, lakini sisi tumeraise concern kuhusiana na utaratibu uliofuatwa kwenye usajili wa mchezaji huyo. Kwa hiyo zaidi labda nikitoka kwenye kamati naweza nikatoa mwongozo nini kinaendelea kuhusiana na Damaro. Sawa. Tofauti na hicho pia kuna kitu kingine ambacho kinahusu Simba kipo hapa. Tumepewa wito, kuna mashauri yako Simba dhidi ya Simba yapo. Kwa hiyo yote tutayasikiliza. Kwa hiyo mara baada ya kutoka sasa tutapata ufafanuzi zaidi. Yes, tutapata ufafanuzi. Sawa, nakushukuru sana. Bwana, kama ambavyo nimekuambia, huyu ni mwanasheria wa klabu ya Simba Hosea Chamba ambaye yuko hapa TFF kwa sasa kwa ajili ya kupata tafsiri zaidi ya kile ambacho anakizungumza. Kwa pembeni usishangae, sura hii ni mchezaji wa zamani wa Simba Nicodemus Nyagawa ambaye pia yuko hapa, lakini huyu ni kocha wa timu za vijana ya Simba yuko hapa pia. Kwa hiyo
kuna mengi sana ambayo pengine tutafahamu hapo baadaye kinachoendelea. Hii ni TFF na ni ofisi zake ambazo ziko hapa Karume jijini Dar es Salaam. Swala la Damaro sasa hivi limeanza kuchukua sura mpya, hasa kuhusiana na uraia wake na jinsi ambavyo anaitumikia klabu ya Yanga. Nini ambacho kinatokea? Wekundu wa Msimbazi wako hapa kuhakikisha kwamba wanapata tafsiri ya kile kitu ambacho wao wanakiona. Wanahitaji kupata ufafanuzi wa kutosha kuhusiana na sakata hili la mchezaji Damaro ambaye anachezea klabu ya Yanga. Kama utakuwa umepita kwenye Like Media, bila shaka utakuwa unafahamu nimezungumza mengi sana kuhusiana na sakata la Damaro, nikizungumzia kuhusiana na uraia wake na jinsi ambavyo anaitumikia klabu ya Yanga. Yanga mpaka sasa ina wachezaji 13, tofauti na kanuni za ligi kuu zinavyotaka wachezaji wa kigeni wawe wachezaji 12. Hoja ya Simba, kama unahisi haina mashiko basi unaweza ku comment hapo. Kama unahisi na mashiko basi unaweza ku comment hapo. Kama ina wachezaji 13 na Damaro taratibu alizozifuata ziko sahihi, ni hivyo. Amesema bwana Osea Chamba amesema tusubiri kamati itakavyokwenda kuamua, tutapata tafsiri zaidi ya kinachoendelea mpaka sasa. Kwa hiyo mimi nasubiri, niko hapa TFF kukiwa na mashauri mengi zaidi kutoka katika vilabu tofauti, sio Simba tu peke yake. Nimeona pia Singida Black Stars CEO wao yuko hapa, Jonathan Kasano pia yuko hapa. Kwa hiyo huenda kuna vitu vingi ambavyo tutavipata hapa kwenye kamati. Mwenyekiti wa kamati pengine akatuambia zaidi kuhusiana na kinachoendelea. Mimi nimekita kambi hapa TFF kuhakikisha kwamba unapata taarifa na kila kitu ambacho kinahusu swala ambalo sasa hivi ndo story ya mjini kwa sasa hivi ni kuhusiana na swala la Damaro. Damaro anaichezea Yanga. Damaro ni mchezaji wa Yanga. Je, Damaro ni mchezaji wa Singida Black Stars? Je, Damaro, kwa sababu ukiangalia nimeona Singida Black Stars lakini sijaona uongozi wa Yanga, hata mwakilishi yoyote kutoka ndani ya klabu ya Yanga ambaye yuko hapa. Ndio maana najiuliza Damaro ni mchezaji wa Singida Black Stars, ni mchezaji wa Yanga, lakini yote hayo yanaweza kufahamika hapa kama yuko kwa mkopo Yanga au Yanga walimnunua mazima. Kwa hiyo tafsiri yake ni pale ambapo tunaweza kuipata. Kwa nini Damaro anaitumikia klabu ya Yanga kama mchezaji mzawa, na details zote ziko ndani ya TFF ambao wataenda kutoa tafsiri hiyo. Mimi naitwa Lugano Israel. Endelea kuwa na mimi hapa, utapata tafsiri zaidi kuhusiana na kinachoendelea sasa hivi kutoka hapa TFF. Nini ambacho kinaenda kumhusu Damaro ni story kubwa na nzito ambayo inakuja hapo baadaye. Endelea kusalia ndani ya Like Media.